The Green Voice. Yes, we are green. Mtazamaji wa Green Voice TV, nikwambie endelea kusubscribe na comment. Kama unajiunga nasi hivi sasa, kipindi hewani ni Green Sport. Mimi naitwa Emmanuel Chija, sauti ya upepo, nikiwa na Haruni kwenye meza ya uchambuzi. Bado tunaendelea kuangalia taarifa za michezo, lakini tuangalie taarifa nyingine ambayo ni jana Haruni, Tanzania Prison bwana waliweza kupata matokeo ya bao 3-1 dhidi ya Fountain Gate, mechi ambayo ilikuwa ni ya playoff. Na baada ya mchezo huo Tanzania Prison wameweza kujiwekea nafasi salama na kubaki kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, huku wapinzani wao ambao Fountain Gate watakwenda kucheza na Stand United kwenye mchezo mwingine wa playoff, ambaye atakayefungwa ndo ataweza kushuka kwenye championship. Unazungumzaje Tanzania Prison ambao jana waliweza kupata matokeo ya ushindi na kuendelea kusalia ndani ya ligi kuu Tanzania Bara? Tunaangalia kwamba Tanzania Prison walionyesha playoff kuweza kucheza mpira wa playoff ili waweze kusalia kwenye ligi. Tunaangalia kwamba ni uwezo na experience kubwa ambao Tanzania Prison wameonyesha, kwa sababu wamekuwa ni wazoefu sana katika ligi kuu ya NBC. Kwa tunaangalia kwamba uzoefu wao umeweza kuonyesha kitu na kuweza kusalia katika ligi kuu msimu unaokuja. Lakini mimi naonaga hizi timu za madaraja ya kati almost zinakuwa zinatumia nguvu kubwa sana kucheza playoff, lakini wakija kwenye ligi huku wanarudia yale, kama mfano Mtibwa alikuwa ni mara 2 mfululizo anacheza playoff, lakini baadaye akaja kushuka. Unaona vipi Tanzania Prison watakuja kurejea na nguvu kwenye ligi kuu ama ni vile vile ambavyo tumekuwa tukiwaona? Mimi naamini kwa chance ambao wameipata hii kwenda kucheza playoff kuna kitu wamejifunza, kwa sababu naamini msimu ujao wataweza kuonyesha nia kubwa na hata poteza mechi tena kwa ajili ya kuja kucheza playoff, kwa sababu playoff ni mchezo ambao naamua kwamba kuna jambo lolote ambalo linaweza ikatokea, unaweza kushuka daraja au ukazuka pana. Kwa imani kubwa mimi na imani kwamba kuna kitu wamejifunza hapo kulingana na playoff ambao wanakuja kucheza na kuweza kusalia kwenye ligi kuu msimu ujao. Kwa kulingana na experience kubwa na uwezo mkubwa ambao wamekuwa wakisalia kwenye ligi kuu, wamekuwa wakionyesha vitu na imani kwamba msimu ujao wataonyesha performance nzuri na kuweza kushika nafasi nzuri katika msimu unaokuja wa ligi kuu Tanzania Bara. Sawa, lakini unaona wapi Fountain Gate ambao jana wenyewe walipoteza na kuweza kwenda kucheza na Stand United, kwa sababu mfumo wa playoff sasa hivi umebadilishwa tofauti na mwanzo. Tulikuwa tunaona timu ya ligi kuu inacheza na timu ya championship, lakini sasa hivi wanacheza wenyewe kwa wenyewe, alafu atakayefungwa wanaenda kucheza na mtu ambaye anatoka kwenye championship. Unaona wapi Fountain Gate ambao jana walipoteza wanakwenda kucheza na Stand United? Wanaweza katoboa kweli? Kwa namna nyingine tunaombea kwamba waweze kukaza ili waweze kuweza kufanya vizuri na kuweza kusalia ligi kuu, kwa sababu anaenda kucheza na timu ambayo ipo championship. Na Stand ni timu nzuri ambao inaonyesha vitu vizuri pia. Kwa hiyo na Fountain Gate inabidi aonyeshe kiwango kikubwa, aweze kumheshimu mpinzani wake, asimchukulie kwa sababu yupo championship akaenda kucheza kwa kujiamini. Kwa kitu cha kwanza inabidi aweze kuangalia kwamba aweze mwalimu yeye mwenyewe aweze kutarget mchezo, kwamba huu mchezo inabidi niende kwa mambo mawili, kupata ushindi au jambo lolote ambalo linaweza likatokea. Kwa hiyo inabidi mwalimu pamoja na wachezaji wa Fountain Gate waweze kutathmini hii mechi, kwa sababu ni mechi ambayo inaenda kufanya maamuzi kwamba ni yupi ambaye anaweza akasimama akabaki kwenye ligi kuu msimu unaokuja, kwa sababu tungeangalia Stand United ipo championship. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mwalimu inabidi aende na mbinu mbadala kwa ajili ya kuweza kupata matokeo katika mchezo huu. Sawa Haruni, tuangalie playoff, tuchambue kinaga ubaga. Tunafahamu misimu miwili iliyopita playoff ilikuwa ikichezeshwa kwa mfumo wa timu za ligi kuu zinacheza na timu ambazo ziko championship, lakini baadaye mfumo akaubadilisha, ikawa timu za ligi kuu zinakutana zenyewe kwa zenyewe. Baada ya hapo atakayepoteza na kwenda kucheza na timu ambayo yuko championship. Nadhani huu mfumo ni kitu gani ambacho wamekiangalia mpaka wakaamua kukubadilisha na ukawa mfumo wa sasa hivi ambao unatumika? Kwa namna nyingine waweza kuangalia kwamba huku championship unakuta labda timu ipo inashika nafasi ya 3 ya pili. Kwa wao kama TFF, umeona wao wameangalia kwamba mtu akiwa na nafasi labda ya pili au ya 3 inabidi akacheze na yule mtu ambaye alikuwa anaelekea kwenda kushuka daraja. Kwa hiyo wao wameweka utaratibu huo kwa ajili ya kuweza kuonyesha hali fulani na ukomavu fulani katika ligi, kwamba kuonyesha kwamba ligi yetu tayari imeshakuwa kwa namna nyingine. Sasa Haruni John Mpomwa, lakini mtazamaji wa Green Voice TV bado tunaendelea kudavua taarifa za kimichezo. Mimi ni Emmanuel Chija, sauti ya